Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Nashukuru Mungu kwa yote ambayo anazidi kutenda katika maisha ya kila mmoja wetu. Tukiendelea kujiweka katika mikono zake Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe atutakase, Mungu mwenyewe atuongoze, mwenyewe atupiganie katika maisha. Tunaenda kupata somo kutoka Injili ya Mathayo sura ya 26. Tutasoma mstari wa 57 hadi 60. Basi hao watu waliomkamata Yesu walimpeleka nyumbani kwa Kayafa, kuhani mkuu, walikokusanyika walimu wa sheria na wazee. Petro alimfuata kwa mbali mpaka uani kwa kuhani mkuu, akaingia ndani pamoja na walinzi ili apate kuona mambo yatakavyokuwa. Basi makuhani wakuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa uongo dhidi ya Yesu wapate kumuua, lakini hawakupata ushahidi wowote, ingawa walikuja mashahidi wengi wa uongo. Mwishowe wakaja mashahidi wawili, wakasema, mtu huyu alisema, ninaweza kuliharibu hekalu la Mungu na kulijenga tena kwa siku 3. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Petro alimfuata kwa mbali mpaka uani kwa kuhani mkuu. Tumsifu Yesu Kristo. Petro alimfuata kwa mbali mpaka uani kwa kuhani mkuu. Petro ni mmojawapo wa wale wanafunzi 12 wa Yesu. Kama mwanadamu, huu ndio wakati Yesu aliwahitaji wawe karibu. Wawe karibu naye kwa vyote vile, kwa kulingana na yale ambayo alikuwa anayapitia. Aliwahitaji wawe karibu na yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Katika maisha yetu ya kila siku, kuna watu ambao wamekuwa karibu sana na wewe. Ndio maana au unatarajia ukipata shida tena wazidi kuwa karibu na wewe. Wazidi kukusaidia, wazidi kukutetea, wazidi hata kukuombea, ili uweze kushinda ile changamoto ambayo iko karibu na wewe. Unatarajia watu ambao ulikuwa unatembea na wao, watu ambao ulikuwa mnaenda kwa chama, kwenye jumuiya, watu ambao wamekuwa karibu, wamekuwa wakikwambia wewe ni rafiki yetu. Wakati unapata changamoto na wakati unapata shida, unatarajia wawe ndio wako mstari wa mbele kukutetea katika maisha yako. Kukutetea katika maisha yako, wawe karibu na wewe. Na unapata hao ndio watu tumeweka imani yetu kwao, tumeweka matumaini yetu kwetu yote kwao, kwamba mimi nikiwa na shida, nikutana na changamoto fulani atanisaidia. Kumbe sivyo.
kumbe sivyo. Watakuacha ukae kwenye mashida zako, watakuacha uendelee tu kuumia. Hawatafanya lolote, hawatafanya chochote. Watakuangalia ukiteseka, watakuangalia ukiumia, wako tu. Wako tu. Wako tu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo unapokuwa kwenye changamoto, kwenye shida fulani, unaumia kwa njia moja nyingine, na watu wako wa karibu hawafanyi chochote, inaumiza. Watu wako wa karibu hawafanyi chochote, inafanya nini? Inaumiza. Kwa sababu unatarajia wakutetee, unatarajia waingilie kati, unatarajia wafanye jambo, wasikuache ukiumia tu, wasikuache ukiumia tu, wasikuache tu watu wakikupiga na kukunyanyasa. Unatarajia wafanye jambo kubadilisha hali yako. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini nakuhakikishia watakuangalia tu. Wanakuangalia kusema kwamba hatukutambui. Wanakuangalia wakisema kwamba hatukutambui, au pambana mwenyewe. Usituweke pamoja na hii kesi yako, pambana mwenyewe. Pambana mwenyewe. Pambana mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Haya maneno yalifanyika kwa Kristo. Kristo akiwa na timu yake, aliwapa mamlaka, aliwapa uwezo
uponyaji, walifanya mambo mengi. Kwa hivyo hao ndio walikuwa watu wake wa karibu. Na tunatarajia kwamba kikawaida, kwa sababu walikuwa karibu na Yesu, hata watu wakija kumshika Yesu wamtetee, wamsaidie. Wamtetee, wamsaidie. Lakini haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Hao wanafunzi wa Kikristo amewapa mamlaka. Hata wakina Petro amesema juu yao Kristo atajenga nini? Kanisa. Amewapa mambo mengi, amepata ufunguo wa mbinguni. Sasa sikiliza, somo letu limetusema namna gani? Basi hao watu waliomkamata Yesu walimpeleka nyumbani kwa Kayafa kuhani mkuu, walikokusanyika walimu wa sheria na wazee. Wamemkamata Yesu, wanafunzi wamemtoroka. Wanafunzi hawako karibu na yeye, apambane mwenyewe. Apambane mwenyewe, wamemwacha apambane mwenyewe. Wale ambao walikuwa wamesema tutasimama na wewe liwe liwalo, wamefanya nini? Wamemtoroka. Wamemtoroka, hawako tena kusimama na yeye. Sasa Yesu amekamatwa. Yesu amekamatwa na amepelekwa kwa Kayafa kuhani mkuu, walikokusanyika walimu wa sheria na wazee. Petro alifuata kwa mbali. Sasa watu wako wa karibu ambao unatarajia kufuate kwa karibu, kufuata kwa mbali. Hivi ndio watu wanafanya katika maisha yetu. Wanatufuata kwa mbali, wanaangalilia mbali wakati unahitaji msaada wao, wakati unaumia, wanafuata tu kwa mbali, tuone itakuwaje. Lakini hawataki kujihusisha kabisa, waseme huyu mtu tunamjua, tulifanya na yeye, sio mtu mbaya. Hawataki. Hawataki kujihusisha kabisa. Watakaa mbali na watakaa mbali kabisa. Najua hata Kristo alitarajia Petro asifanye vitu kama hizi, lakini saa hizi wana yale ambayo Petro alifanya. Ndio maana hata Kristo alimwambia utanikana, utakuwa mbali na mimi. Anamfuata
mbali mpaka uani. Hata unapata watu wanakuwa na uoga, hata hawezi simama waseme ukweli kukuhusu, kwa sababu anasema tukisimama tuseme ukweli kukuhusu, watatuunganisha na hii makosa yako. Kwa hivyo wanakaa mbali uani. Mtu ambaye amejificha uani huwezi muuliza maoni, kwa sababu tayari ameonyesha uoga. Mara nyingi watu ambao tumekaa nao ambao tunatarajia wanaweza wakatusaidia huwa wanasimama na uoga mbali sana, mbali na tukio. Unapata wamejiunga na timu zingine hapa sio zetu. Kama Petro hapa anaingia ndani pamoja na walinzi, mtu anaweza fikiri ni mmoja wa walinzi hapa nje. Kisha atafikiri ni mmoja wa walinzi hapa, kumbe ni mfuasi, ni mmoja wa wafuasi 12 wa nani? Wa Yesu. Mmoja wa wafuasi 12 wa nani? Wa Yesu, lakini ameingia na nani? Na walinzi. Na anaingia kufanya nini? Ili apate kuona mambo yatakavyokuwa, sio eti ili amsaidie ama amtetee ama aongee chochote kuhusu Yesu, kwamba Yesu alikuwa anafanya tu kazi mzuri, hana shida, haja hii yote mmemwekelea. Hapana, kuangalia tu kitakachotokea. Jamani, tegemea Mungu. Naona hata wanamhukumu Yesu, wanajaribu lakini hawapati kosa lolote. Mashahidi wa uongo wako wanatafuta ushahidi wa uongo dhidi ya Yesu wapate kumuua. Wanasema be careful. Ukipata watu wako tayari kutafuta ushahidi wa uongo wa kumaliza, ogopa watu, watakumaliza na watakumaliza kabisa. Kazi yao ni watafute ushahidi wa uongo wapate kukumaliza, na hata watu wako tayari kutoa ushahidi wa uongo. Ogopa mwanadamu, wako tayari kutoa ushahidi wa uongo ili wakumalize. Wako tayari hata kufungua file ambayo hata ipo ili wakumalize, bora tu uende. Ogopa mwanadamu. Wanakuwa na vituko vingi, wanakuwa tayari kufanya mambo mengi. Kama wameamua kupambana na wewe, watafanya lolote. Tegemea tu Mungu, tegemea wanadamu. Usitarajia wanadamu kusimama karibu na wewe, watasimama mbali na mbali kabisa na wewe. Sema pambana mwenyewe.
pambana na wenyewe. Mwisho wakaja mashahidi wawili wakasema, mtu huyu alisema, ninaweza kuliharibu hekalu la Mungu na kulijenga tena kwa siku 3. Yaani watu wanapokutafuta, hata watatafuta vineno ulisema kitambo, hata hawajui ilimaanisha nini, ndio wataleta kama ushahidi, kwa sababu nia yao kuu ni kuhakikisha umeenda, nia yao kuu ni kuhakikisha umesulubiwa. Nia yako ni kuhakikisha umesulubiwa, umeenda, mambo yako yameisha, kesi yako imefanya nini? Imeisha. Hiyo ndio nia yao kuu. Sasa ona vijana wawili ambao wanakuja, wanasema mashahidi wawili wanasema mtu huyu alisema hivi, na kweli Kristo alisema hivi, lakini hakumaanisha ni kufura ama nini. Tumsifu Yesu Kristo. Siri iko hapa. Kuhani mkuu akasimama akamuuliza Yesu, je, hujibu neno? Watu hao wanashuhudia nini dhidi yako? Lakini Yesu akakaa kimya. Jamani, wakati unakuwa betrayed, wakati umesalitiwa, wakati umetarajiwa, watu wamekuwekea mambo ambayo hujafanya, jibu, kaa kimya. Jibu, kaa kimya. Maana tayari wameazimia kukumaliza. Na huna mtu anasimama na wewe. Kwa hivyo hata unaposema nitapinga hivi, nitakataa hivi, unapoteza wakati wako. Kaa kimya. Kaa kimya, watoe uamuzi wao. Kwa hivyo kuwa macho, usitarajie watu ambao umefanya nao wakusaidie, usitarajie watu wakufuate, pambana mwenyewe. Kwa hivyo kuwa mtu wa sala, ni sala tu zitakutetea. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu, nakushukuru kwa wakati wa leo. Nakushukuru kwa somo ambalo umetupa. Nakushukuru kwamba kila wakati tunapokuitisha, Mungu unakutana na mahitaji yetu. Naomba kwa ajili ya wanapadopio na wote ambao wanasikiliza hili somo. Ni mara nyingi tumekuwa na watu ambao wamekuwa karibu na sisi, tukitarajia watasimama na sisi. Tukitarajia watatutetea, lakini hawajasimama na sisi kwa vyovyote vile. Wametufuata kwa umbali na hata hatuja feel anything kama wametusaidia. Tunaomba neema itusaidie ya kukutegemea tu wewe, Mwenyezi Mungu. Tukutegemee katika maisha yetu ya kila siku, tukutegemee katika familia zetu, tukutegemee hata wakati tunakutana na changamoto. Tusaidie na tutetee kabisa katika maisha. Na kule ambako tumesalitiwa, kule ambako tumeachwa peke yetu, Mungu usituache tuangamie. Wewe mwenyewe ututetee ili mambo yafunguke, tukae vizuri, tuendelee kupata amani na nguvu za kutumikia wewe. Mungu, watu wametuachilia, watu ambao tulikuwa tunatarajia watatusaidia wametuachilia, na tumeenda kuumia katika moyo, kuumia katika maisha yetu.
tusaidie uchungu uondoke, tukae vizuri. Chochote ambacho kimeharibika katika maisha yetu, Mungu ambaye anarekebisha kila jambo, karekebisha. Kutana na mahitaji yetu ya kimwili na kiroho, kutana na nia zetu. Natangaza surprise miracles juu ya maisha ya wote ambao wanasikiliza somo. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kutulinda. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu, nashukuru na Padre Pio kwa maombezi yake. Padre Pio, zidi tu kutuombea. Mama Bikira Maria, endelea pia kutuombea. Njia zetu zifunguke, tuendelee kupata amani na tuendelee kupata nguvu ya kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana wana Padre Pio. Mungu azidi kuwalinda, Mungu azidi kuwabariki. Ni Fadhaga. Tumsifu Yesu Kristo.